Yes, maandalizi yanakwenda vizuri. So far tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji ambao hawakupata bahati ya kuitwa kwenye timu zao za taifa wote wameripoti hapa KMC na tulifungua kambi yetu Juni mosi na leo ni siku ya 3 ya mazoezi. Session tofauti, kuna session zinazofanyika gymkhana pale na kuna session zinazofanyika kiwanjani kwa maana ya hapa KMC complex. Nategemea na ratiba ambayo technical bench wanaipanga. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa, hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri inshallah. Nimeona baadhi ya wachezaji wameongezeka hapa, wachezaji vijana. Ni mwendelezo ule wa rotation ya wachezaji vijana kwenye timu za vijana au tutegemee maingizo mapya moja kwa moja kutoka timu za vijana? Yes, kuna ongezeko la wachezaji 4 kutoka timu yetu ya vijana ya under 20 na nichukue fursa hii kwanza kipekee kabisa kumpongeza rais wa klabu yetu Engineer Said, kupongeza pia kamati yake ya utendaji. Kuna program maalum ambayo Engineer Said anaifanya sasa hivi kwenye timu zetu za vijana kuja pia kwenye senior team kwa maana ya kupita vioni kutafuta wachezaji wenye talent. Hivi kwenye training ya leo tunaye mchezaji mpya ambaye tumemtoa chuo cha kikuu cha Mlimani hapa. Wanakumbuka mashindano ya View ambayo alichezwa, top scorer wao anaitwa Hamed. Nafikiri watu wengi wanamfahamu. Tayari tumeshamalizana naye, tumeshamchukua, yuko hapa. Tunaye pia William kutoka Mbeya, wanakumbuka, ambaye ni mwanafunzi kule Mbeya. Kwa maana tuna hiyo program ya kupita sasa hivi vioni kuhakikisha tunakusanya talent zile na tunakuja kuzipa opportunity kwenye timu za vijana na timu za senior team. Kwa leo vijana 4 kutoka kwenye timu yetu ya under 20 wamekuja kutrain na timu kubwa. Kwa hiyo tunaamini the more vijana hawa wanasoma, wanapata elimu, wanapata pia nafasi ya kuimarika na kukuzwa zaidi na kuja kuwa msaada baadaye wa klabu yetu na kwa taifa kwa ujumla. Neno lako kwa watu wa Mbeya ambao wanatusubiria tarehe 18, matawi ya Mbeya, mashabiki wa Mbeya, watu wa maeneo ya karibu, neno lako ni lipi hasa? Mbeya kwa kifupi kabisa, Mbeya hawana baya. Kwenye hii misimu 3 ambayo imemalizika hapa nyuma na tumechukua ubingwa mara zote, Mbeya tumetoka pale kwao mara 2 tukiwa na taji. Kama unakumbuka ubingwa wa kwanza, wa pili tulikuwa tunatokea Mbeya, shuka airport napigwa paredi mpaka Jangwani. Lakini kwa msimu huu kutokana na ratiba, mechi yetu ya ubingwa sasa haitakuwa Mbeya. Kwa hiyo tuwaombe sana wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kwenye mchezo siku ya tarehe 18. Tuisupport timu yetu. Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu bado Prison unajua hajajua hatima yake kwenye ligi kama anakwenda kwenye playoff au vipi. Kwa hiyo lazima tuweke jitihada tupate matokeo mazuri. Na Prison ukiangalia mechi ya mwisho anamaliza away dhidi ya Singida Black Stars. Kwa mechi yake ya mwisho ya nyumbani ni dhidi ya Yanga. Akipata tu sare tayari mambo yake ni mazuri kubakia ligi kuu na asicheze playoff. Kwa lazima tuende kwa nguvu na wana Yanga pale Mbeya, tuungane pamoja. Tunaye mzee wetu Castella pale, rafiki mkubwa wa Wile, camera person, line ya Wile, yes, mzee Castella. Wile ndo mwanadamu pekee ambaye ana line bara na pwani. Waingie kwenye mgogoro mkubwa na Kindoki Castella, yes. Kwa hiyo mzee Castella ambaye ni mratibu wetu pale Mbeya, hamasisha sana watu kuanzia mapokezi ya timu lakini pia kuja uwanjani kuisupport timu ifanye vizuri. Ndani ya klabu kuna vyumba viwili, hili la mwisho hali. Kuna vyumba viwili muhimu sana. Kuna chumba cha daktari na chumba cha physio au fitness coach. Kwa chumba cha daktari tuna mtu yote na kwa chumba cha physio au cha physical fitness coach kuna mtu anafanya recoveries au timu iko sawa? Kwa faida ya watazamaji ambao hawaoni pengine training hapa, tukiwa tuna mchezaji ambaye ametoka kwenye chumba cha daktari kwa maana ya Moses Tutu amekuja kwenye physio kwa maana ya kuandaliwa kuja kwa ujioni na timu, huwa wanakuwa kwenye program hapa, lakini program zao huwa peke yake. Ukiona timu yote na train, hakuna mchezaji yote ambaye amefungwa bandage hapa nje au anafanya mazoezi binafsi, maana yake 100% hatuna mchezaji majeruhi. Ukiondoa Kwasi Atola ambayo taarifa yake inafahamika na tulisha communicate mapema kwamba hatutakuwa na Kwasi Atola yao kwa msimu huu mpaka utamalizika fanywa operation, na namshukuru sana na nampongeza. Of course nitumie neno kumpongeza kwa sababu ziko clip utamuona Kwasi Atola yao anafanya mazoezi akiwa na gongo. Maana yake ni mchezaji ambaye anaweza akarudi mapema zaidi kuliko ambavyo ilitarajiwa. Anaweka juhudi kubwa, anavumilia maumivu kuhakikisha anapona kabisa na kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo habari njema so far, hakuna mchezaji ambaye ni majeruhi. Na wale ambao kwenye timu za taifa tunawaombea pia wasipate majeraha kwa ili warudi ili hichi kiwembe kimnyoe kila anayekuja hapo mbele. Msingi unajua tuna hizi mechi mbili, alafu tuna finali.
fainali dhidi ya Singida Black Stars. Hiyo mechi ina msisimko wake, ina ubora wake, ina uzuri wake. Zimekutana timu mbili zilizocheza mpira mzuri. Msimu huu ukiangalia matokeo kwenye ligi, tumeshinda mechi zote mbili, lakini sio kirahisi. Tuwafunga 1-0 mechi ya kwanza, kipigwa Zanzibar, 2-1 hapa KMC Complex. Lakini uzuri zaidi ni kwamba mechi ikiisha Singida huwa wanatupongeza kwa mechi nzuri na matokeo mazuri. Sisi hatufanyi dhuluma. Hatujawahi kuchukua pointi kwa Singida kwa dhuluma. Na sio tu Singida, timu yoyote hatujawahi kuidhulumu haki yake. Kwa hiyo tunaamini mchezo huu una uzuri wake kwa sababu haki itakuwa imetawala. Timu hii Singida itafanya haki, Yanga itafanya haki na fainali itakuwa bora. Zingefuzu timu nyingine kuja fainali, pengine angejirudia mambo ya PSG hapa na Inter Milan. Mtu akachukua chuma 5 kwenye fainali, tukaharibu msisimko wa kombe bora kabisa la CRDB Federation Cup. Tukao tuwaambie wana Yanga na wa Tanzania wanaofuatilia kombe shirikisho la CRDB, fainali yenye hadhi imepatikana.